na kuna feeling fulani ukimfunga Giant. Umeona, kwa sababu Simba kula mtu ni story, ila mtu kula Simba hiyo inakuwa ni story ya kusisimua siku zote. Kwa si Yanga akitufunga ni story, ila sisi tukimfunga inakuwa ni story ya kusisimua, au tukimfunga Simba kwa kuna ile okay, msimu nimeweza kumsimamisha mkubwa. Mtazamaji wa Global TV, niko sambamba na nyota wa JKT ya Tanzania hapa, Ali Msenge. Tuzungumze naye yale ya kimichezo kwa nafasi anayocheza. Bila shaka ni beki kisiki. Mambo vipi? Poa za sasa. Salama, mambo yanakwenda? Fresh kabisa. Hongera kwanza kwa kazi kubwa unayoifanya. Asante sana. Hongera pia kwa kazi kubwa unayoifanya kuhakikisha kwamba wanamichezo wanapata habari kwa wakati. Sawa. Ubora wa Ali Msenge kwa msimu huu, nyuma yake umebebwa na nini haswa? Kwanza kabisa ni uwanja wa mazoezi, cha pili teammates, nikizungumzia timu kwa ujumla, kwa sababu peke yangu siwezi kufanya vizuri, kwa nategemeana, kwa ni mazoezi pia na wachezaji wenzangu tunaposhirikiana. Kwa msimu huu mshambuliaji yupi alikuwa hatari zaidi pindi ulipokuwa unakwenda kukutana na hiyo timu ukasema hapa lazima nijiandae kisawa sawa? Msimu huu washambuliaji wengi ni hatari. Ukiangalia washambuliaji wengi wa karibu kila timu wana uwiano mzuri wa magoli tofauti na misimu mingine. Kwa washambuliaji wengi hatari kiukweli. Natamani kujua the best nani ambaye anakusumbua sana kwenye safu yako ya ulinzi? Ananisumbua sana kwa msimu huu. Msimu huu mechi zimekuwa nyingi ngumu. Nafikiri ukikutana naye unasema ni pagumu. Wengi kuna nani, kuna Dube, kuna nani, kuna Selemani Mwalimu naye anafanya vizuri, kuna yule nani wa Pamba, yule ni Mkenya wa Pamba ya striker yule nani Mmanyi, si somebody like kidogo na mimi najaribu kukumbuka hapa. Mkenya Pamba, yes, wana striker mmoja wa kigeni yule anafanya vizuri na ni hatari pia. Natamani kufahamu malengo yako ni yapi mpaka sasa, lakini pia ndoto zako kubwa huwa unasema I wish nifikie pale? Ndoto yangu kubwa ni kujiona kila ninapoamka kwamba nimeprogress, kwamba jana nilikuwa hapa, leo niko hapa. Na kwa sababu ili ukamilishe ndoto lazima kuwe kuna progress ya kila siku. Kwa kama leo nilikuwa hapa, kesho kwamba nakuwa tofauti, na ndio maana hata msimu huu kutoka umeanza unaweza kusema ni tofauti, kwamba kila siku nakuwa kwenye ile performance ya zaidi. Unajiona ipo siku mimi nitaweza kwenda kucheza nje ya JKT, kwa maana ya nje ya nchi? Ni biashara mpira sasa hivi. Kwa kitokea kuna deal ya kwenda nje ambayo tutafikiana, JKT wataafiki na mimi nitaona ina maslahi kwangu kwenye ukuaji wa kipaji changu, na taangalia itakavyokuwa inafanya kazi pande zote mbili, kwa upande wangu, kwa JKT pia na huko pia ninapoenda. Ali Msenge ni kijana wa namna gani? Sasa hapo watu wanaonizunguka ndio wanaweza kaniongelea. Wewe mwenyewe uko unajijua, ni mimi niko hivi, lazima ujijue. Watu wanaonizunguka penda hiki sipendi. Ni kweli, lakini watu wanaonizunguka ndio wanaweza kuwa wanajua mimi ni mtu aina gani. Kwa sababu mimi mwenyewe nikisema inakuwa huko, naweza nikasema nikaa kumbe nadanganya. Uone kama Ali Msenge ni mtu mpole sana. Wewe sasa umesema hapo. Unakuwa umepoa. Ni kweli, wengi wanasema hivyo, mpole. Na of course ni mpole, lakini upole wangu haimaanishi kwamba pande kichwani. Kuna ni upole tu, lakini kuna sehemu, kuna mipaka na nini tunawekeana kwa hivyo. Ila mostly spendi sana nani, especially nje ya uwanja.
At least ndani naweza nikaa naongea ndani ya uwanja, nikaa naongea kile nje ya uwanja. Unless labda tu tumezoeana na ndio tunapiga story hivi na hivi, lakini kama sijakuzoea ndo kabisa naweza tukaisha tu wewe salamu basi. Kitu gani kinakukera zaidi ndani ya uwanja? Kitu kinachonikera zaidi ndani ya uwanja ni yani kumuona mchezaji kwamba ana uoga, hana confidence. Umeona hicho kitu? Kumuona mwenzako hana confidence Kinanikera sana kwa sababu akikosa confidence na maana timu nzima hatuwezi kufanya vizuri. Yaani wanasema bora ukosea ukiwa kwenye confidence. Kwa sababu ukikosea ukiwa kwenye confidence, next time utafanya sahihi. Ila ukikosea ukiwa hauna confidence na maana next time pia hauwezi kufanya tena vizuri. Kwa ukiwa na confidence na kingine ni kutokusikilizana ndani ya uwanja. Ukiona hatusikilizani kinakata sana kwa sababu huu ni mchezo wa kutegemeana. Kwa mimi nakutegemea wewe, unanitegemea mimi. Mimi nikikwambia hivi usiponisikiliza na maana tutaadhibiwa. Au wewe ukiniambia nisipokusikiliza na maana cost team. Pengine unaweza kumtaja ni nani mchezaji gani alishawahi siku kuwa ulimwona kabisa anacheza yupo kwenye hana confidence kabisa? Inatokea saa nyingine. Confidence unajua inatokana na sometimes pressure ya mechi. Inaweza katokea mtu pressure ya mechi au unakuta labda mtu ana experience ya kutosha. Umeona labda kwa vijana labda ndo wanaokuja. Timu unaenda kukutana nayo. Timu pia unakutana nayo haina mpinzani. Au opponent labda akiangalia kuna big names kwenye ile timu tunacheza nayo. Nacheza against fulani. Au hata kwenye timu ndani ya timu nacheza na Said Hamisi Ndemla, unajua zile. Nacheza na Sospita Bajana. Unajua zile unakuta confidence inashuka. Mchezo gani mgumu sana msimu huu upande wenu? Au tuanze upande wako, uliona uko tough sana? Kwa msimu huu? Kwa msimu huu tumecheza michezo tofauti migumu. Kuna point tulizipata, hatukuwa kwenye performance nzuri. Kuna point tulizipata, tulikuwa kwenye performance nzuri. Na kuna point tulizikosa tukiwa kwenye performance nzuri. Na kuna zingine tulizikosa tukiwa kwenye performance mbaya kabisa. Kwa michezo ukiangalia michezo yetu ya Namungo yote miwili, wa hapa na kule. Wa hapa tulisawazisha dakika za mwisho, walitutangulia goli. Mchezo wa kule kwao pia walitutangulia goli 2. Kwa tulibidi tumie nguvu sana mpaka kusawazisha goli zile na tulisawazisha dakika za mwisho. Mchezo ulikuwa mgumu ukizingatia mchezo wa mwingine ulikuwa ni wa unajua kuna michezo mnapoteza lakini hamjazidiwa. Lakini kwa Yanga mlipoteza goli 5. Lakini na ukizingatia ukiangalia sio ule mchezo sio kwamba tulizidiwa. Tulifungwa kutokana na makosa yetu yani makosa binafsi, yani kwamba umefanya kosa umeadhibiwa. Yani sio kwamba ile Yanga walituzidi kwamba sisi muda wote wanatushambulia, hapana. Ukiangalia ile game kama kuna mtu aliangalia wakifanya review anaangalia kwamba kuna muda sisi tulikuwa tunawafikisha Yanga kwao. Tulikuwa tunacheza kabisa tunatoka. Umeona kwa goli zilizofungwa ni kama imepigwa through pass, watu wamekimbizana, mchezaji wetu kazidiwa mbio kwenye box hivi, mtu anafanya finishing na nini, au tumepoteza mpira wanatumia pale counter. Kwa kuna michezo ambayo mfano mchezo wa Azam wa pale Chamazi, ukiangalia first half Azam walikuja kwa pressure hali ya juu. Umeona yani first half hatakuwa bora kabisa. Umeona kwa nazungumzia ugumu kwamba magoli ya haraka sana. Tuliporudi second half tukafungwa magoli ya ndani ya muda mfupi, magoli ya haraka. Kwa unaangalia kwamba mpinzani alikuja na pressure, especially kipindi cha kwanza kutupa time kabisa, alitupress juu na nini, tulikuwa tunapata tabu sana kutoka. Kwa game ilikuwa ngumu kwa upande wetu. Ukiangalia game tuseme nyingine ya nani? Game ya Fountain ya juzi hapa, umeona. Nao tulichokitarajia tofauti. The way walikuja tofauti. Kwa kama walitusurprise, kwa game ikabadilika ikawa kwa upande wetu ngumu. Kuna game kama ya Coast hapa tulidraw, lakini Coast ukiangalia game especially kipindi cha pili walikuwa na chances za kuua mechi, wangeweza kutufunga, alipata counter.
Mjiandaje sasa kama wachezaji? Sasa ile slogan ni kwamba JKT hatoki mtu. Mlikuwa mnajivunia yeyote anayekuja hapa uwanjani, mnahakikisha kwamba mkipoteza ni draw. Lakini timu kadhaa zimekuja zimepata matokeo hapa. Na tazama mchezo mkubwa zaidi ambao unakwenda kumaliza nao ligi ni wa Yanga. Naweza kusema ni mechi kama ya kisasi kiaina hivi, imeshafungwa goli 5 away. Wachezaji, mmeshawahi kukaa kuzungumza kwamba mnakuja kurejea vipi nyumbani? Kwanza kabla ya kufikia mchezo wa Yanga tuna game 4 hapa. Of course natambua. Nimesema hiyo kwa sababu kupitia na mechi ambazo mmekuwa mkipoteza hapa katikati pia. Tumepoteza nyumbani, tumepoteza game 3 kama sikosei kwenye msimu. 2 za ligi, 1 FA ambazo tulipoteza na Simba, tukapoteza na Dodoma hapa, tukapoteza na Yanga FA. Michezo 3 tumepoteza nyumbani. Kwa expectations zetu ni kuhakikisha kwamba game zote zilizobaki tunafanya vizuri, especially za nyumbani. Tukianza na game ya kesho kutwa na Singida, then tuna Prison kabla kuja kumaliza mechi ya mwisho kabisa na Yanga hapa nyumbani. Kwa sasa hivi tunaangalia michezo ambayo ipo karibu, kwa sababu mchezo wa Yanga tutaangalia tunakujaje baada kutoka kwenye hii michezo hapa minne iliyoko mbele yetu au 3. Unaona, ni of course hatuwezi kukubali kupoteza kwa mara nyingine. Kwa focus yetu ni kuhakikisha kwamba, na ukizingatia matamanio ya wachezaji wengi wa ligi kuu Tanzania ni wanapokutana na hizi timu Giant, Simba, Yanga, Azam, Singida, ni kwamba angalau wanapata nini? Point. Na kuna feeling fulani ukimfunga Giant. Unaona, kwa sababu Simba kula mtu ni story, ila mtu kula Simba hiyo inakuwa ni story ya kusisimua siku zote. Kwa si Yanga akitufunga ni story, ila sisi tukimfunga inakuwa ni story ya kusisimua, au tukimfunga Simba kwa kuna ile okay, msimu nimeweza kumsimamisha mkubwa. Umeona kwamba ulikuwa kwenye kiwango kizuri, umeamka, labda uko kwenye siku nzuri, umeperform vizuri na labda mimi nimemfunga Simba, nimemfunga Diala au nimemfunga sijui golikipa Sali na ni kwa inakuwa inaleta feeling fulani. Kwa hiyo ukiachana tu na kisasi, si hatuzungumzi kisasi, tunazungumzia kumfunga Giant. Umeona kuna heshima fulani hivyo na mtu timu mnapata na nini. Hamjafanya hivyo hata kwa timu. Hatujafanya hivyo tofauti na labda mechi ya Singida, nafikiri ndo tulimfunga KMC pale. Haya, sawa, mimi nikushukuru sana. Msangi, wanasema beki ili uogopeshe kidogo ma striker lazima uwe unacheza undava kidogo, mara konga kidogo, mkono umeenda kwenye macho. Ili kwako kama wewe beki unalisemeaje? Beki utaki kuwa mnyonge, unatakiwa uwe aggressive muda mwingi unapokuwa uwanjani, kwamba usimpe striker ile confidence kwamba kama yani asijifeel kwamba yuko mwenyewe anaweza kufanya chochote wakati wote. Kwa lazima striker anapokuwa anacheza awe anajua kabisa nakabwa na mtu anayenikaba naye. Lakini kwa mpira sasa hivi pia hiyo aggressive tunaitaka, sio ile ya kucheza foul. Ni ile tu aggressive ya kwamba kuhakikisha kwamba uko unamnyima unamnyima ni ile kujiamini striker kwamba muda wote anakufikiria yeye. Unaona, kwa aggressive ya sasa hivi, yani mpira wa sasa hivi beki wote unatakiwa, lakini unaepuka zile foul ambazo zitaweza kusababisha madhara kwa timu yao, zitaweza kuikost team. Kwa hiyo unakuwa aggressive lakini in discipline way. Kila la heri bwana. Asante sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.